Na JB 64 mara baada ya mchezo wa TRA na Simba kuhailishwa, hii imekaaje? Tukasema tuzungumze mambo mawili matatu. JB 64 kwema? Kwema kabisa. Uko vizuri? Tuko vizuri. Kule Arusha mambo ni magumu, mchezo umeahirishwa. Wewe unazungumziaje? Kipindi hichi ni kigumu. Kipindi hichi ni kipindi cha mvua. Hapa sasa ndio TFF inatakiwa ichukue tahadhari sana katika hivi viwanja. Na hata chama chetu pendwa, chama kinachoongoza nchi sasa hivi, maanake ndio wamiliki wa viwanja vingi vya nini, vya mpira, inatakiwa watafute namna aidha kuwekeza au watafute wawekezaji au wao wenyewe waamue kuwekeza katika nini, katika hivi viwanja, kwa sababu viwanja vingi ukiangalia pichi zake zinakuwa hazina urafiki na nini na mvua, yani zinakuwa na urafiki kipindi cha jua na kama zinahudumiwa vizuri, lakini hata kipindi cha jua chenyewe vile vile unakuta napo vile vile nyasi zile zinakuwa kama hazihudumiwi vizuri, nyasi nao zinakuwa zinafanya nini, zinakufa, zinaharibika. Kwa hiyo kipindi cha jua kali sana na kipindi cha mvua nyingi, basi viwanja vyetu vinashindwa kufanya nini, vinashindwa kutumika. Kwa hiyo hapa TFF wanatakiwa wakae vizuri na hao wamiliki wengi wa viwanja wakae wajue jinsi gani wanaweza wakaviboresha hivi viwanja ili waweze kufanya nini, viweze kutumika kwa muda wote, kwa sababu ukiangalia kama leo watu Nsacho wameingia hasara, watu wametoka Dar es Salaam, watu wametoka kanda ya Ziwa, kuna wamba wakubwa kwa kina Deus Kaisile, mtu katoka Musoma, amekuja wapi, amekwenda Mwanza. Sasa fikiria ametumia shilingi ngapi, tiketi ya ndege kwenda na kurudi. Hoteli Arusha kama tunavyofahamu, hoteli nyingi pale unakuta ni za kitalii, gharama zake zinakuwa kubwa. Ndo jiji ambalo lina gharama kubwa sana katika masuala nini, katika masuala ya maradhi. Kwa hiyo unakuta wanawatia watu gharama, kwa hiyo gharama zimekuwa kubwa, afu mechi sasa haikuchezwa. Kwa hiyo hii inakuwa inawaumiza nini, inawaumiza watu wa mpira, kwa sababu kesho na kesho kutwa watakuwa wanaogopa. Sasa mtu ukimwambia bwana sasa hivi unatakuwa uende Mbeya, anaanza kujiuliza mara mbili kwamba mechi itachezwa au haichezwi. Ina maana watu wanaangalia mawingu yapoje huko juu. Kwa hiyo TFF sawa, wanatakiwa wakae na wamiliki wa viwanja ambao ni CCM, ndio wanaomiliki viwanja vingi, aidha waviboreshe hivi viwanja au waingie ubia na watu ili waweze kuwekeza katika nini viwanja. Kama timu zimeingia ubia, sawa, timu zinawekezwa sasa hivi, kuna watu wamefanya nini, wamewekeza katika hivi vilabu, basi na wao hivi viwanja waingie ubia na watu ili ligi yetu iendane na hadhi ya nini, na hadhi tuliokuwa nayo. Ligi namba 5 haiwezekani mechi kama hiyo inaahirishwa, au kama ingeamua kuchezwa pale, na maana leo watu wangetakiwa wageuke kambale ndio waweze kuogelea ndio waweze kucheza. Sasa ile ilete picha, kwa mfano sasa hivi wakati mechi ya Simba imeahirishwa, nilikuwa naangalia mechi moja ya Orlando Pirates hapo. Mvua inanyesha lakini mechi inachezwa, uwanja uko safi, watu wanatimbulika. Kwa hiyo hii sasa kwa ligi yetu sisi inakuwa haileti taswira nzuri kutokana na hadhi ya ligi tuliokuwa nayo. Sio kama tunaangusha lawama kwa bodi ya ligi pamoja na TFF, hapana, isipokuwa ni hali ya maboresho. Tunatakiwa tuboreshe nini? Tuboreshe miundombinu ambayo inaopelekea nini, ligi yetu ili iweze kucheza kwa usalama, ili kusiwe na manunguniko yani kutoka kwa wadau wa mpira, kwa sababu tunawavunja watu moyo. Watu watakuwa waendi viwanjani kuelekea, kwa sababu anajua kabisa naweza nikatoa gharama zangu nikaelekea mkoa fulani, alafu mwisho wa siku umetumia zaidi ya 200,000, alafu mechi haikuchezwa, unarudi nini, unarudi patupu. Umezungumza kama shabiki mwanachama wa klabu ya Simba, kama mdau wa michezo wa siku nyingi. Wewe umelielewa hilo, lakini kuna mwenzangu na mimi ambaye yeye alikwenda tu kiwanjani na kuishabikia tu timu yake, afu haelewi chochote hata kuhusu masuala ya principle. Yeye anachoangalia ni gharama zake, hasara alizozipata. Kwa kumwelewesha sasa huyu mtu ambaye katoka Sumbawanga huko, kuna mtu kwa anaongea naye ametoka Kigoma, labda gharama sasa kwenye matukio kama haya zinafidiwa vipi kwa experience yako kama mdau wa soka wa siku nyingi? Hapa hakuna habari ya kufidiana gharama zaidi ya tiketi yako lokata. Inawezekana hii mechi sawa ikaja tiketi zile zikatumika, kwa sababu tiketi zimekatwa kielektronia, sawa. Kwa hiyo kadi yako bado utakuwa nayo. Mechi itakapotangazwa inachezwa uwanja fulani, basi utatumia nini, tiketi yao. Lakini sasa tujiulize, kwa mfano mechi labda ikihamishiwa uwanja wa mkoa mwingine, yule mtu wa pale Arusha, kwa sababu 70% au 60% ya watu waliokata tiketi ni watu wa Arusha. Leo mfano mechi imekuja kuchezwa KMC Dar es Salaam, utamtoa na gharama gani kule kumtoa kule kuja kuleta hapa? Kwa hiyo sidhani hasara itakuwa ni hasara tu, lakini isipokuwa ni hasara ya mimi binafsi. Hiyo ni hasara yako, itakuwa ni hasara ya watu binafsi, lakini sidhani kama TFF wanaweza wakagaramia mpaka manauli ya watu sio nini. Wao watakachoangalia ile tiketi uliokata ya kuingilia uwanjani, lakini hizo gharama zingine zinakuwa family lie. Lakini all in all hakuna aliyejua kwamba mvua itanyesha kubwa Arusha ya namna ile ili kuweza kufanya nini, kuizuia mechi isifanye nini, isiweze kufanyika. Lakini ndio maana tunatoa angalizo huko tunakoendelea.
sawa na uwezo ukasema msimu huu uanze kuvibomoa viwanja, isipokuwa yafanyike maandalizi kwa misimu inayofuata sasa, ili kuviboresha nini viwanja. Kuna kauli aliitwaga mama, nadhani alisema watafanya utaratibu wa kuviboresha hivi viwanja. Aliongelea kuhusu taa, na taa kweli viwanja vingi vimefungwa nini taa, lakini hatuziangalii nini pichi. Pichi ndio muhimu zaidi. Kama inashindikana kuzihudumia nyasi, basi wanatakiwa waweke nyasi bandia ili ligi iwe inafanya inachezwa, kama vile unavyoona uwanja wa nini, uwanja wa Singida ule, so wametumia uwanja wa nini, nyasi bandia, si ndio? Airtel Stadium, ukiangalia uwanja wa KMC, ukiangalia uwanja wa Azam, mechi zinafanya zinachezeka ingawa kuna kwa nini na mvua, lakini hizi natural grass huwa mara nyingi zinakuwa na matatizo kwa sababu miundombinu ya kusafirisha maji baada ya mvua kunyesha ndio inakuwa na matatizo. Lakini mimi naamini hata Ulaya mvua unaona kabisa inanyesha na mechi inachezwa. Mfano South Africa sasa hivi hapa tunaangalia mechi ya Orlando, mechi inachezwa, mvua inanyesha, lakini bado still mechi inaendelea kufanya nini, kuchezeka, kwa sababu kuna miundombinu rafiki katika kunyonya nini maji na kuyafonza ili maji asituame. Ukiangalia ratiba ya Simba ilivyo, baada hii mechi alitakiwa kwenda kuvaana na Pamba Jiji. Kuna uafadhali kidogo angalau kutochezwa mechi ya leo? Yaani Simba haina uafadhali. Mimi mwenyewe nashangaa kwanza mpaka sasa hivi, kwa sababu Simba ni mechi ya 6. Atacheza mechi 6 away. Sijui kama mnalifahamu. Mechi 6 away. Imekaje? Yaani bila kugusa pichi yake ya nyumbani, Meja ya Samuyo, Simba anacheza mechi 6 away. Simba alianza na Prison. Watu wengi hawaangalii. Mimi unajua naangalia Simba, naiangalia ligi inavyokwenda, hapo naangalia na ratiba inaendaje na inaifuatilia timu yangu. Ndio hapo watu wanatakiwa wajue kwamba ma-influencer wana kazi gani. Watu wengi hawajui. Simba ameanza na Prison Dodoma, si ndio mechi away. Akaja na Dodoma Jiji away. Akaenda na Yanga Zanzibar away. Akaenda na Singida away. Amekuja leo na TRA, ingechezwa nao, ina maana mechi ya 5 away. Akitoka hapo anatakiwa ende Mwanza tarehe 18 away. Ina maana mechi 6. Hii inakaje? Nyinyi mshawahi kuliuliza hili swali? Umeelewa? Mechi 6 away bila kugusa uwanja wake wa nyumbani. Sasa tunaleta taswira gani katika ligi, kwamba Simba inaonewa au Simba kuna kitu gani kati ya bodi ya ligi na nini na Simba? Sio, umeelewa? Mechi 6 away bila kugusa uwanja wa nyumbani. Ikiwa wenzetu wanacheza mechi 2 wanarudi nyumbani anacheza mechi 1 anarudi nyumbani anafanya nini? Anacheza. Kwa nini? Why Simba mechi 6 anacheza away? Sitakuwa afadhali raundi ya pili kigeuka. Hakuna cha afadhali, umeelewa? Michezo ijayo mingi na wewe utakuwa nyumbani. Hapana, nzuri ushinde, usiposhinda, kwa sababu mechi za away ni jasho na damu, do or die. Si umeelewa? Wachezaji wanatakiwa wapambane ndio wapate matokeo, kwa sababu viwanja ni vigumu. Umeelewa? Mfano tumeona Dodoma pale, kacheza mechi 1, kashinda mechi ya kwanza, kapambana mechi ya pili, siku 2, siku ya 3 anacheza tena mechi. Wachezaji wamepambana tena, wamemwaga jasho, tumetoa sare. Unaona sasa asari zake. Lakini kama unacheza mechi 2 unarudi nyumbani, watu mnajipanga matafuta nguvu mpya kwenda kucheza tena mechi za nini? Ya away, lakini hii inakuwa sio sawa. Uwezo ukacheza mechi 6. Hii duniani haijawahi kutokea. Ni Simba peke yake. Umeelewa? Ndio maana watu tunawaambia Simba apendelewi, isipokuwa Simba yeye ndio anayekandamizwa. Si umeelewa? Tuamie mchezo wa kesho, Young Africans dhidi ya Azam FC. Hii dabi imekaje kwa upande wako? Mechi ya Yanga na Azam mpaka tuiangalie kwenye pichi. Sijui kuna kuaga na taratibu gani. Siku nyingine mechi unaweza kaiona, mechi iko tight, iko vizuri, watu wote tukafurahi tukasema kweli ni dabi. Umeelewa bwana, ya nini? Dabi ya nini? Ya Dar es Salaam. Lakini siku nyingine unaweza ukashangaa tu mechi inakuwa rahisi sana, inakuwa very simple. Umeelewa? Inakuwa haieleweki. Tofauti na Simba sasa hivi akikutana na Azam, mechi inajulikana. Simba na Azam kivyo vyote inakuwa ni ngumu. Singida na Simba mechi inajulikana ni ngumu. Dodoma Jiji na Simba inajulikana mechi ni ngumu. Lakini Yanga na Azam, Yanga na Singida, yani sometime inakuwa yes, sometime inakuwa nini? Inakuwa no. Hapo hata mazingira ya mechi yenyewe. Tumemwona Ibenge leo analalamika. Umeelewa? Amezungumza Ibenge, amelalamika kwamba wamepangiwa mechi zote 2 wacheze nini? Benjamin Mkapa, yani kwenye uwanja wa Yanga. Kwa hiyo Yanga mechi zake zote anachezea nini? Nyumbani kwake. Na Azam ndio. Yanga uwanja wake nyumbani ni upi? Uwanja wa Yanga na Simba ulikuwa ni Benjamin Mkapa. Si ndio? Lakini baadaye kutokana na maboresho ya ule uwanja ndio Yanga kaenda KMC, Simba kaenda Meja ya Samuyo. Lakini bado still ule uwanja bado ni uwanja wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ukipelekwa pale tafsiri yake wewe umepelekwa nyumbani kwa nani? Nyumbani kwa Yanga. Mimi nakuja kwenye swali sasa hapa nakutoa kama shabiki na kuuliza kama mdau. Ibenge ni kocha mkubwa sana kwa sio Tanzania, kwa Afrika. Amesema ni kama mamlaka sasa ziwe favor kwa timu zote. Kwamba kama haki inatendeka ndio nivyo mnukuu. Kama haki inatendeka basi iwe kwa vilabu vyote. Haiwezekani mechi ilipangwa Chamazi, lakini sasa anakuja kuona mchezo umebadilishwa
unakwenda kuchezewa Benjamin William Mkapa, kwamba yeye hakuona sababu za mechi kupelekwa kwa Mkapa. Tafsiri yake, maana yake Azam hawahusiki kwenye hayo mabadiliko, kwa sababu yule ndiyo meneja wa timu, ndio mwenye timu, yaani kwamba kila kitu anafahamu. Maana yake hakuna mawasiliano mazuri kati ya Ibenge na nani na viongozi wake, umeelewa? Kama viongozi wa Azam wamehusishwa katika kuihamisha hii mechi kuipeleka pale kwa kuangalia kwamba uwanja wa nini, sababu hapa inawekwa kwamba Azam wanadai uwanja wao ni mdogo, wanahitaji watu wengi waingie kuishuhudia hii mechi. Sasa mbona mwalimu wao ajui, benchi la ufundi alijui? Sasa umeelewa? Mpaka ukimwona Ibenge leo anaongea kesho mechi, tafsiri yake Ibenge yeye alijahusishwa kwamba hii mechi ipelekwe wapi. Ina maana hayuko razi hii mechi ipelekwe wapi, Benjamin Mkapa. Yeye alipanga programu zake kwa kucheza uwanja wa nini, na tuangalie, kwa sababu uwanja wa Chamazi na Benjamin Mkapa ni viwanja viwili tofauti, nyasi bandia, nyasi original. Kwa hiyo yeye programu zake alizipanga katika nyasi bandia, achezeje katika uwanja wa Chamazi. Lakini mechi imepelekwa wapi? Uwanja wa Taifa. Ukimwona mwalimu analalamika, tafsiri yake uongozi wa Azam na Ibenge kuna shida, kama wamehusika. Na ndio maana mimi nasema basi Azam watakuwa wahusika, walioamua hii mechi ipelekwe Benjamin Mkapa ni Yanga. Sasa ndio tutakuja hapa nikasema, kabla hujaondoka ile swali nikuulize, nilikuwa naongea na shabiki wa Azam hapa, anasema Yanga ndio wanahusika kwenye hizi figisu. Yanga anahusikaje sasa hapa? Kwani mechi ya Dodoma akahusikaje? Yanga mechi ya Yanga na nani na Prison ilitakiwa icheze Sokoine ukaambua uwanja mbovu. Sahihi. Anayetakiwa achague uwanja ni nani? Mwenyeji. Si mwenyeji? Akachagua wapi? Tabora. Mechi imechezwa Tabora? Imechezwa Jamhuri Dodoma. Baada yake akaambua wewe sasa Prison mfuate Yanga Dodoma, kwa sababu Yanga ameshatangulia Dodoma. Kwa hiyo mechi imechezwa Dodoma. Ina maana alopanga uwanja ni Yanga. Kwa hiyo hata hii ukimwona Ibenge analalamika leo, kesho mechi, tafsiri yake wao hawajui, hawakuhusishwa katika nini kuibadilisha hii mechi kutoka Chamazi kuelekea wapi? Kuelekea nani? Uwanja Taifa. Kwa hiyo uwanja Taifa maana yake anayehusika ni Yanga. Sasa tuje kwenye swali la msingi. Sasa hapa tunataka kujua mpira wa Tanzania una mamlaka. Yanga yeye ni nani? Hiyo nguvu anaipata wapi ya kuwa kila anachokizungumza bodi ya ligi wanamsikiliza? Ukiniuliza mimi utanionea. Nenda kaangalie kwa nini Almas Kasongo amejiuzuru, ndio utajua Yanga ni nani. Kwa nini walimng'ang'ania Fred Kidau ajiuzuru? Kidau kajiuzuru mpaka akajiuzuru. Ina maana wao wakisimamia kwenye msimamo wao ndio huo nyuma mwiko daima mbele. Kwa hiyo wao wanasikilizwa zaidi, sijui kwa sababu kazaliwa. Unajua mtoto wa kwanza hata kwenye familia huwa anasikilizwa. Sasa sijui kwa sababu yeye ndo mtoto wa kwanza tunashindwa kuelewa, lakini kikubwa tunaupeleka wapi mpira wetu? Yaani tunatakuwa tuwe nani na game fair. Sawa, hivi vilabu vingine vidogo bila hivi maanake ligi isingekuwepo. Hivi ingekuwa Simba na Yanga ligi ingekuwepo. Hakusingekuwa na ligi. Huwezi kuwa na ligi bila Pamba, huwezi kuwa na ligi bila Prison, sui nani, wote wanatakiwa wasikilizwe, wote ligi ni ya kwao. Umeelewa? Kwa hiyo watu wanatakiwa kuwa na maamuzi yaliyokuwa nini fair. Kila mtu acheze mechi za away na acheze mechi za nyumbani. Sio mtu mmoja yeye ana force acheze mechi kwenye kiwanja anachokitaka yeye. Yaani akiangalia aina ya timu aliyokuwa nayo anaamua tu mechi kacheze sehemu fulani.